USC Habari TV tunakuletea dunia karibu yako. Tega masikio ili muweze kusikia kile ambacho kilikwenda kuandaliwa. Sherehe hoye! Sherehe hoye! Sherehe hoye! Iko hivi, nitakwenda kuuliza swali kwa ajili ya huu mdahalo ambao tuko nao hapa, lakini pia niombe kama kuna ambaye ana kalamu unaweza kuwa unanakili. Sherehe oye! Swali iko hivi, kwa nini elimu inaporomoka kambini Nyarugusu kulinganisha na miaka ya 1096 hadi 2010? Sherehe oye! Oye! Ningeomba nijitambulishe kidogo. Kwa majina naitwa John Kabwe, kaji wa Kade. Nataka nijibu swala ambalo kiongozi ametoka kuliongelea kama MC, maana ameongelea swala la elimu na sisi ni walimu. Kuanzia 1996 mpaka 2014 walimu walikuwa vizuri na wanafunzi walikuwa vizuri, maana wazazi wetu walihangaika kututesekea kutuandalia elimu ambayo ni ya msingi mpaka sasa hivi tumesimama mbele zenu. Lakini ilipofika 2014 mpaka sasa hivi walimu na wanafunzi hawaeleweki. Wanafunzi wanajiita ni watoto 2000, walimu ni watoto 2000. Wanakuwa wasikilizi walimu, walimu wasikilizi wanafunzi. Mwanafunzi anafika shuleni anaikaa nje, mwalimu anafika shuleni anaikaa nje. Hakujulikani mwalimu ni yupi na mwanafunzi ni yupi. Jambo ambalo linapelekea wanafunzi kuwa watoro shuleni, kuchelewa shuleni, jambo ambalo linapelekea elimu ya Nyarugusu kushuka kwa kiwango kikubwa sana. Hilo ndio ya kwangu na asanteni kwa nafasi kama na hii. Sawa, sherehe oye! Oye! Sherehe oye! Oye! Ndio, kwa majina naitwa Isaac Yatosha Mulinjo. Ni kweli hoja ni nzuri na mwenzangu amesema kwa muonekano wake au kwa muono wake kama anavyoona, lakini mimi nimesimama kwa ajili ya kupinga hoja. Ndio. Yeye ameweza kusema elimu ya kale ndo kidogo ilikuwa nzuri, lakini mimi nasema hapana. Ya kwetu sasa hivi ni nzuri sana, kwa sababu ukisema eti elimu inaporomoka kambini Nyarugusu, itakuwa labda wewe haupendi kusoma tu. Ndio. Haupendi kusoma. Kwa sasa hivi tuna wanafunzi ambao wanasoma wakimaliza tu miaka tu ya nyuma wanapata fursa za kwenda Dafi, wanakwenda Canada, wengine wanakwenda hata South Africa, na kule wanapoenda wanaenda kufanya vizuri. Na watu wanawapongeza na kusema eti kambini kuna masomo. Lakini kwa njia ya kufundisha sasa hivi tunaona vitu vya kidigitali sana ambavyo hapo zamani havikuwepo. Sasa hivi kuna matablet, watu mimi nilishangaga, tunapelekwa matablet tunakuwa tunasomea ukutani. Sasa hivi elimu imeendelea kidogo. Elimu imeendelea sana. Na ni vitu ambavyo havikuwa hata hapo zamani. Sasa hivi tuko na vitabu ambavyo ukipenda tu unaenda hata kujisomea mwenyewe, unaingia mle unasoma. Yaani sasa hivi njia ya kufundisha na kusoma ni nzuri sana kuliko hata ile ya zamani. Mimi ni share hapo. Asante sana. Sherehe oye! Na mimi naenda kuunga mkono kufuatana na hoja aliyoongelea kiongozi. Sababu nyingine ni baadhi ya walimu kutowajibika ipasavyo shuleni. Rushwa ya pesa kwa wanaume, rushwa ya ngono kwa wanawake. Niombe kufafanua hili kidogo. Wapo walimu wanaochelewa kufika darasani. Wapo walimu wanaoshindwa kuzingatia kabisa ule muda wa kufundisha. Wanakosa motisha kwa wanafunzi wakitarajia kwamba hawataelewa katika mitihani ambao watatoa. Na wakikosa kwa wanafunzi wanaume waweze kutoa pesa, lakini pia kwa wanafunzi wanawake waweze kuhitaji ngono kutoka kwao. Sasa hali hii huathiri matokeo ya wanafunzi wengi sana. Asante. Asante. Sherehe oye! Oye! Ndio, kwa majina naitwa Mehdi Ramazani. Mimi nimeenda kupingana na hoja ya kijana hapa. Ameongea kulingana na maono yake, lakini vile vile mimi nitaongea kulingana na mtazamo wangu. Ni kwamba si vyema kuweza kuwalaumu walimu
au kuwalaumu viongozi au kulaumu mashirika yanayotusaidia, vile vile na wazazi. Kambi sasa hivi inakuwa na idadi ya watu wengi sana, hivyo elimu hivyo tuseme uhitaji wa wanafunzi kupata elimu unakuwa ni mwingi sana. Ukiangalia rasilimali zimebanwa, vile vile miundombinu au njia na changamoto za wakimbizi hapa maisha ambayo tunaishi kambini zinakuwa ni ngumu sana. Kwa upande wangu naweza nikasema hizo ni sababu ambazo zinasababisha elimu ya kambini kuporomoka. Asante. Ndio jamani, habari za sasa tena. Salama. Na mimi labda ningeongezea kidogo kwa kile alichokianza ndugu yangu hapa. Ni kwamba katika hilo swala kuna changamoto ambayo inahusisha pia mashirika yanahudumia elimu hapa kwetu kambini. So kunakuwa na upungufu, mfano wa madawati, kuna vifaa vya kujifunzia, madaftari, labda hayo yanakuwa ni vitu adimu sana sasa hivi. Alafu pia wazazi wanakuwa hawawajibiki vyema kama hapo zamani kuhusiana na maendeleo ya watoto wao shule. Alafu pia ule uwiano wa wazazi na waalimu umekuwa ni mdogo sana, jambo ambalo linatupunguzia sana elimu sasa hivi. Asanteni. Sherehe oye. Oye. Kwa majina naitwa Feti. Mimi napinga kuhusiana na swala la rushwa. Na endapo ukweli lipo swala la rushwa, natakiwa lipingwe kwa nguvu sana, kwa sababu endapo wanafunzi wanatoa rushwa inazidi kuwazoofisha kielimu. Asanteni sana. Asante, naomba tupige makofi mengi mengi, makofi mengi mengi. Basi niweze kuuliza swali kwa wageni wetu waalikwa. Ni nani labda ambaye hajaelewa chochote? Lakini pia nikiamini kuwa hivi ambavyo vimekwenda kuongeleka mahali hapa ni vitu baadhi halisi ambavyo vinakwenda kupitikana wapi? Mashuleni kwetu. Kwa hiyo tunasema asante kwa hoja zenu ambazo mlikwenda kuzitoa. Nafikiri bado tunaendelea. Basi niombe tuendelee kusikiliza. Ndio, sherehe oye. Oye. Pida oye. Oye. Ndugu waheshimiwa, wageni waalikwa, kwa majina naitwa Itolo Amigos. Kulingana na mada hii, pande zote mbili zimeongea vizuri na ni kweli. Idadi ya wanafunzi imeongezeka kambini Nyarugusu, lakini ubora wa elimu haupashi kushuka. Walimu, wazazi, wanafunzi na wadau wa shirika kuhakikisha nidhamu na uwajibikaji vinaimarika mashuleni mwetu. Kwa hiyo tunasisitiza kuwa ili kurejesha kiwango cha elimu kilichokuwepo zamani, ni lazima kuwe na nidhamu kwa wanafunzi, uwajibikaji wa wanafunzi na walimu, ushirikiano wa wazazi na msaada wa kutosha kutoka kwa mashirika, na yote yakisimamiwa na uratibu wa shule. Nafikiri kwamba zamani kipindi tulikuwa tunafundishwa, ambao walikuwa wanaongoza elimu kambini Nyarugusu ilikuwa ni coordination, lakini sasa hivi ambao wanaongoza shule sasa hivi ni shirika. Unakuta mtu anaajiriwa na shirika, na wakati zamani coordination ndo ilikuwa nafika kuekole inaangalia, huyu hapa ni mwalimu mzuri, natakiwa nimpatie place hapa. Lakini sasa hivi haiko hivyo. Kwa sasa hivi haiko hivyo. Shirika inatoa mabango tu, yoyote ule ambaye alisomea mekaniki anataka kuwa mwalimu. Jambo hilo linashusha hadhi ya elimu kambini Nyarugusu, na tunaomba wadau wa elimu wote kambini Nyarugusu waweze kulisimamia hili, maana wainspekta ni ndugu zetu, ni walimu wetu, wanatufahamu ipasavyo mashuleni kwetu. Kwa hiyo nitapendelea sana wote wale waweze kusimamia
nafasi hiyo ili waweze kutupatia walimu walio bora. Asanteni. Asante sana. Nafikiri kuwa tumekwenda kusikia kile ambacho kimeongeleka. USC Habari TV tunakuletea dunia karibu yako.